Wabunge wamepitisha mswada wa hazina ya muundo msingi wa kitaifa mwaka 2026 inayolenga kueleza namna ambavyo shilingi trilioni 5 za hazina hiyo zitakavyosimamiwa na kutumika. Katika mabadiliko yaliyofanyika hii leo bungeni, baraza simamizi la hazina hiyo sasa litabuniwa huku mamlaka ya waziri wa hazina kuu yakipunguzwa. Emmanuel To anaarifu. Sheria hiyo inayotoa mwongozo wa utendakazi wa hazina ya miundo msingi nchini ilipitishwa na wabunge wa bunge la kitaifa jioni ya Alhamisi baada ya kufanyiwa mabadiliko. Mojawapo ya mabadiliko hayo ni kubuniwa kwa baraza jipya la kusimamia hazina hiyo, majukumu yake yakiwa kushauri na kutoa mwelekeo kwa bodi. Baraza hilo la watu 9 litakuwa na waziri wa fedha ambaye atakuwa mwenyekiti, gavana wa Benki Kuu ya Kenya, mwanasheria mkuu na watu 6 ambao si watumishi wa umma. Baraza hilo litakaloteuliwa na rais baadaye litawachagua wanachama wa bodi ya kusimamia hazina hiyo. Sheria hiyo pia inapendekeza kuundwa kwa bodi ya kusimamia shughuli za kila siku za hazina hiyo itakayoundwa na baraza la kusimamia hazina. Tofauti na ilivyopendekezwa awali, waziri wa fedha ambaye alipewa mamlaka ya juu zaidi ya kusimamia bodi ya hazina hiyo na kuwachagua wanachama wa bodi, sasa ameondolewa kwenye bodi hiyo. Mabadiliko ya vipengele zaidi ya sheria hiyo imewapa wabunge nguvu zaidi za kusimamia fedha hizo za kusaidia kufadhili safari ya shilingi trilioni 5 ya Singapore. I want to urge members of the other side, please, let us legislate together. Let us make something better for ourselves. Let us give ourselves power. Don't take away power. It is time for us to take power. The journey to Singapore has been christened. It is not just real. We can see it. We can see the light at the end of the tunnel. We can see now how clear the vision is. And we have now put that roadmap towards a first world nation on course. That I will not have to spend 6-8 hours to go back to Nakuru or to Molo, because the Ronnie Mau Summit Road and other highways will be complete through this National Infrastructure Fund. Thank you, and I beg to second Honorable Chair. Ikiwa itatiwa saini na Rais William Ruto, shughuli ya kuwachagua wanachama wa baraza la kusimamia fedha hizo pamoja na bodi ya kuendesha hazina hiyo itaanza mara moja ili kupisha safari ya Rais Ruto ya kuelekea Singapore. Emmanuel To, Runinga Citizen, Nairobi.